Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 17 siku ya Ijumaa asubuhi, tutangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inayosema kupima afya unavyookoa maisha yako. Hilo ni gazeti la Mwananchi, linasema kupima afya inavyookoa maisha yako. Lakini Katambi ya mkuta aburutwa kortini. Huyo ni Katambi ya mkuta aburutwa kortini. Lakini hayati Mkapa anavyoishi kupitia sekta ya afya. Na hoja 7 za mbakiza Baba Levo bungeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi, inasema hoja 7 za mbakiza Baba Levo bungeni. Lakini Heche ajibu mapigo wanaomchafua. Huyo ni John Heche ajibu mapigo wanaomchafua. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, linaanza na habari kubwa inayosema bandari ya kabidhi gawio la shilingi bilioni 3.6. Bandari ya kabidhi gawio la shilingi bilioni 3.6. Lakini Tanzania Omani zaimarisha ushirikiano usimamizi kumbukumbu nyaraka za kidijitali. Lakini Dr. Mwinyi, taasisi ya Benjamin Mkapa urithi wenye manufaa. Huyo ni Dr. Mwinyi asema taasisi ya Benjamin Mkapa urithi wenye manufaa. Na sijaridhishwa na kasi ya ujenzi njia ya umeme. Huyo ni Hemedi asema sijaridhishwa na kasi ya ujenzi wa njia ya umeme. Na Darajani, historia isiyopaswa kufukiwa chini ya lami. Darajani, historia isiyopaswa kufukiwa chini ya lami. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika faida za kutambua watoto wenye tatizo la moyo mapema. Lakini Omani yaipa Tanzania vifaa vya tehama. Omani yaipa Tanzania vifaa vya tehama. Na siri ya Tanzania kuuza mafuta bei nafuu yatajwa. Siri ya Tanzania kuuza mafuta bei nafuu yatajwa. Lakini ushirikiano Tanzania na Urusi kuimarisha uwezo wa tehama. Na Nchimbi amwakilisha rais maadhimisho ya BMF. Dr. Nchimbi amwakilisha rais maadhimisho ya BMF, huku umoja wenye malengo ya kukabili changamoto Sadeki. Umoja wenye malengo ya kukabili changamoto Sadeki. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo, linaanza na habari inayosema Tanzania yaita PPP uwekezaji wa maji. Tanzania yaita PPP uwekezaji wa maji, yaeleza fursa maeneo matano kukuza uchumi. Benki ya Dunia ya sifu dira 2050. Lakini Baba Levo ashinda kesi ya ubunge sababu hadharani. Baba Levo ashinda kesi ya ubunge sababu hadharani. Ulega tangaza neema barabara madaraja Malinyi Ulanga. Lakini maono ya Mkapa yazidi kung'aa. Dr. Nchimbi asema alikuwa darasa msifu ujasiri. Dr. Nchimbi asema alikuwa darasa amsifu ujasiri. Lakini familia yake ya shukuru kwanza dira 2050 na miaka 30 ya TRA. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo, huku gazeti lako la Taifa Tanzania lenye lina habari inayosema Chadema kuna tokota, kuna malalamiko ya ubadhirifu wa fedha ya chama. Lakini Heche asema hatishwi na maneno ya kwenye kanga. Huyu ni John Heche asema hatishwi na maneno ya kwenye kanga. Lakini REA yapeleka majiko bunifu Mwanza kwa shilingi 7500. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi leo linaandika Rais Samia aimarisha mzunguko wa fedha. Rais Samia aimarisha mzunguko wa fedha. Mahakama yafuta kesi ya ubunge wa Baba Levo. Lakini bei ya petroli ya Afrika ya Kusini Rwanda iko juu, Tanzania bei nafuu. Bei ya petroli ya Afrika ya Kusini Rwanda iko juu, Tanzania bei nafuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Sauti Yetu asubuhi ya leo kwenye kurasa mbele inaandika giza lazidi kutanda Chadema. Giza lazidi kutanda Chadema. Wanaotaka Heche ahojiwe waongezeka.
mwenyewe asema hawezi kurudi nyuma. Lakini wanne wang'ang'ania ubunge wa Babalevo, wanne wang'ang'ania ubunge wa Babalevo na Dr. Nchimbi, maisha ya Benjamin Mkapa ni darasa tosha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo lenyewe asubuhi ya leo linaandika JKCI yamshukuru Rais Samia kwa uwezeshaji. JKCI yamshukuru Rais Samia kwa uwezeshaji. Lakini Heche akae pembeni kupisha uchunguzi dhidi yake. Huyo ni katibu Bavicha Pwani asema Heche akae pembeni kupisha uchunguzi dhidi yake. Lakini kuna habari inasema LCCF 2026 Waziri Mavunde kukutana na wadau wa sekta ya madini Mwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Biashara Leo asubuhi ya leo linaandika Waziri Mavunde mgeni rasmi jukwaa la madini la LCCF 2026 Julai 22-24 Mwanza. Lakini Tanzania yauza mafuta bei nafuu kuliko Afrika ya Kusini na Rwanda. Na JKCI yazindua mfumo wa kisasa usajili wagonjwa, yaja na kifaa cha doze kufuatilia hali za wagonjwa majumbani. Lakini Makonda ampongeza Rais Samia kwa kuiwezesha taasisi hiyo. Na viongozi Chadema Kibaha vijijini wataka Heche akae pembeni kupisha uchunguzi. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika Luswetula kila kijiji kupata maji 2031. Lakini aliyemtuhumu Nilesh kuburuzwa mahakamani. Na Bundi aiganda Chadema. Waziri Mavunde mgeni rasmi jukwaa la LCCF 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Dira linaandika Heche sitishwi na maneno ya kwenye kanga. Huyo ni John Heche asema sitishwi na maneno ya kwenye kanga. Lakini makada Chadema waongezeka kuhoji matumizi ya fedha Chadema. Lakini wataka Heche akae pembeni kupisha uchunguzi dhidi yake. Na Waziri Mavunde kuzindua jukwaa la madini la LCCF. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru asubuhi leo linaandika wanachama Chadema wa muandama Heche swala la ubadhirifu. Na JKCI yazidi kupaa ubora wa tiba kimataifa. Huku Profesa Tibaijuka kung'arisha miaka 25 ya Anes Mary Academy kesho. Na Waziri Mavunde mgeni rasmi jukwaa la madini la LCCF. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania leo linaandika JKCI kama India Marekani. Lakini tume ya madini kuwakutanisha wadau wa kisekta. Tume ya madini kuwakutanisha wadau wa kisekta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Huku makada Chadema wataka Heche akae pembeni. Lakini Balozi Omari, serikali inawajali watu wenye mahitaji maalum. Hilo ni gazeti lako la Tanzania leo. Lakini Wamachinga gazeti lako asubuhi ya leo lina habari inasema Dr. Nchimbi vijana wawekwe mbele kuijenga sekta ya afya. Lakini Kafulila kuongoza mahadhara wa majadiliano SUA Morogoro. Na Dr. Mwinyi heshima ya Mkapa ni kuendeleza uongozi bora. Na Tanzania shinda ushindani bei ya mafuta. REA yazindua usambazaji majiko banifu Mwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika Kase Kenya aipa maagizo TANROADS. Lakini Rais Samia anathamini mchango wa hayati Mkapa. Na Dr. Mwinyi uongozi taasisi imara chachu ya maendeleo. Huku Baba Levo kidedea kesi ya uchaguzi Kigoma. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye kurasa za michezo na burudani, tunaanza na gazeti lako la Uhuru lenye linaandika panga la fyeka mastaa Simba. Panga la fyeka mastaa Simba. Lakini Wamachinga linaandika Aziziki atajwa kurejea Yanga. Huyo ni Stephen Aziziki atajwa kurejea Yanga. Simba ya watema nyota 7. Lakini Prison ya shuka polisi Tanzania ya panda ligi kuu. Prison ya shuka polisi Tanzania ya panda ligi kuu. Huko Singida Black Stars washusha mzungu. Na Mayele kutimka piramidi kutua Libya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo.
Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo naandika Yanga yaandaa surprise usajili mpya, lakini bosi Simba itangazia vita Yanga. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kurasa za mchezo, huku Taifa Tanzania linaandika Simba yafagia nyota saba kupisha msimu mpya. Simba yafagia nyota saba kupisha msimu mpya. Usajili Yanga, kocha wa Yanga ameshikishwa, shilingi bilioni 10 zimetumika. Lakini Saibari atoa bayani nyota wa Moroko kuivaa jezi namba 34. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira kwenye michezo naandika Twiga Stars kujipima Nigeria Ghana kuelekea AFCON 2026. Simba ya wafungashia virago wachezaji 7. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo naandika Simba yatema nyota 7. Simba yatema nyota 7. Polisi ya rejea ligi kuu bara, Prison ya shuka. Wachezaji madola watakiwa kurudi na medali. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika Dr. Pembe tamasha la mwaka Kongwa linaitangaza Zanzibar. Lakini Yanga kutambulisha nyota wapya kivyengine. Simba ya waaga 7 kuelekea msimu mpya. Lakini ni Argentina Hispania fainali kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kurasa za michezo linaandika siku 3 za mziki mpya Yanga, hesabu 31 za Baka Steve. Lakini striker apewa miaka 2 7 waagwa. Hizo ni hesabu 31 za kocha Steve Baka Simba. Lakini kimataifa, Messi katika ufalme wa soka la akili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.